kwa tunacheka, tunafurahi. Kwa hivyo wale wote waliosema kabla yangu kwamba marehemu Charles alikuwa ni mtu mcheshi, tunaungana nao, lakini alikuwa ni mchapa kazi mzuri, kwa sababu kama tulivyosikia ni mtu aliyefanya kazi katika taasisi zote kuu za habari hapa Tanzania, kuanzia Radio Tanzania, Radio 1 na ITV, Azam TV au tuseme Azam Media, hata idhaa za Kiswahili za BBC na kule Ujerumani. Wakati nilipohitaji mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, nilimpigia simu mimi mwenyewe nikamwambia nitakuhitaji uje kunisaidia katika kazi hii. Hakusita, alinijibu pale pale. Maana mimi nilimwambia kidiplomasia kidogo, nilimwambia chukua muda, tafakari, alafu nijibu. Akanambia kwa heshima ulionipa na kujibu sasa hivi kwamba niko tayari kuchukua kazi hiyo, kuja kufanya kazi na wewe. Namshukuru sana marehemu kwa moyo wake wa kizalendo wa kuja kuitumikia nchi yake. Baada ya mazungumzo yetu hayo, nilijiona nina dhima ya kumpigia mmiliki ndugu Abubakar Bakhresa, nikamuomba kwamba naomba umruhusu Charles aje kufanya kazi na mimi, na yeye hakusita. Kanambia madam unamhitaji, sisi pia tunamhitaji, lakini tuko tayari kukupa, tunatambua kazi unayompa ni kazi ya nchi, tuko tayari. Kwa hivyo namshukuru Bwana Abubakar kwa kuniruhusu nimtumie marehemu Charles kwa kipindi hiki cha miaka minne ambacho nilikuwa naye. Ndugu zangu, kuna fundisho tunalipata hata katika misiba. Fundisho lenyewe ambalo mimi nimelipata ni kwamba tuwe tayari kuwasifu na kuwaambia wafanyakazi wetu wakifanya vyema pale pale wanapofanya vyema. Tusingoje mpaka mtu kashatangulia mbele ya haki, leo hapa ndio tunatoa sifa zake. Charles alikuwa ni mfanyakazi mzuri, sote tunatambua kazi kubwa aliyokuwa anaifanya. Utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ulikuwa umefika kwa kila mtu kwa sababu ya kazi nzuri aliyokuwa akifanya yeye pamoja na wenzake. Lakini kama ilivyosemwa hapa, wakati tunatoa taarifa utekelezaji wa ilani ya CCM katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, watu wote waliridhika na kazi nzuri iliyofanyika na sauti nzuri iliyowekwa na Charles, na kwa kweli tutammisi sana, kwa sababu kama nilivyosema awali, alikuwa ni mtu ambaye anajituma, ni mtu ambaye mara zote alikuwa tayari kuhakikisha kwamba majukumu yake yanatimia. Kwa hivyo mimi leo nataka niseme kwamba kama kuna jambo ambalo ninalijutia ni kutomwambia Charles mapema. Ndugu zangu, tumeondokewa na mtu mzuri, mtu mcheshi, mtu mchapakazi na mtu hodari wa kazi yake, lakini ndio mapenzi ya Mungu na sote tuko katika njia hiyo hiyo. Nichukue fursa hii kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na waombolezaji wenzangu nyote kwa kuja kumsindikiza ndugu yetu. Kwenye eneo la familia sikupata nafasi ya kukutana na mke wake wala watoto wake, lakini nilikuwa nawajua kwa sababu alikuwa ananizungumzia kuhusu wao.
alikuwa karibu sana na familia yake, na naomba nisiseme hapa, lakini alinipa ombi linalohusiana na familia yake. Tutakuja kuzungumza mimi na nyinyi, lakini nimelipokea. Nataka niwahakikishieni kwamba